Chimbuko la mwanadamu duniani ni barani Afrika. Tanzania ndiyo mama aliyeizaa dunia, kwani ushahidi wa masalia ya zamadamu wa kale na zana zake toka bonde la Olduvai yenye umri wa zaidi ya miaka 1,750,000 iliyopita ni ushahidi tosha usio na kipingamizi wa chimbuko la mwanadamu duniani ni barani Afrika. Tafiti za kisayansi kutoka kwenye maabara za DNA au vinasaba zimedhihirisha kuwa aliyeizaa dunia ni mwanamke mweusi kutoka bara la Afrika. Watu wamechunguza vinasaba DNA na hasa mitochondria DNA. Mitochondria DNA za wanawake karibu 147 dunia nzima zilipochukuliwa. Mitochondria DNA zinapatikana kwenye kondo la nyuma, na mitochondria DNA inapatikana kwa mwanamke tu. Bwana Makerubi, mitochondria DNA yako inatokana na mama yako. Baba hakuweza kutoa kitu chochote. Hata mimi mwanamume, mitochondria DNA yangu inatoka kwa mama. Vinasaba hivi, vinasaba DNA ni hivi vinasaba vinavyokuonyesha kwamba wewe ni deoxyribonucleic acid, ndo vinasaba vya urithi wa mtu. Unaona? Sasa wamefanya uchunguzi. Walipofanya uchunguzi wakaona vile vya wanawake wa Kiafrika viko diversified, vinatofautiana sana, kuonyesha kwamba vimekuwapo muda mrefu. Kwa hiyo wanasayansi pia wakahitimisha kwamba mwanamke wa kwanza kabisa alitokea Afrika, na mwanamke huyu ndo aliyeweza kuzaa watu wote sasa walioko duniani. Kama nilivyosema, mafuvu yanaonyesha, zamadamu wanaonyesha kwamba zamadamu wa kwanza wamegunduliwa huku Afrika, lakini pia vinasaba vya mitochondria DNA vinaonyesha kwamba mwanamke wa kwanza kabisa aliyezaa watu wote walioko duniani sasa ametoka Afrika miaka 200,000 iliyopita. Huko kwenye kijiji cha Laitoli kilichopo magharibi mwa mkoa wa Arusha ziligunduliwa nyayo za watu wa kale zenye umri wa zaidi ya miaka 3,600,000 iliyopita. Utafiti huu bado unasisitiza kuwa chimbuko la mwanadamu duniani ni barani Afrika. Na watu wanafanya utafiti wa chembechembe za miili, chembechembe za damu na kadhalika, na kuona kwamba binadamu wa leo ametokana na Afrika. Kwa hivyo kuna nadharia ambayo inaitwa African Eve au Hawa wa Kiafrika, kwa maana kwamba binadamu wote wa siku hizi wametokana na Hawa au mama wa Kiafrika. Kwa hivyo nataka kusema kwamba kwa miaka 50 iliyopita tumepiga hatua kubwa sana kuelewa chimbuko la binadamu. Asante. Zamadamu. Mwaka huu 2009 ni mwaka wa Zinjanthropus, yaani zamadamu wa kale, aliyegunduliwa na Dr. Meriliki kwenye bonde la Olduvai mwaka 1959. Ni kwa sababu hiyo Tanzania inaungana na dunia nzima kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 50 ya zamadamu wa kale Zinjanthropus.
Zamani kama inavyoeleweka kulingana na wataalamu ambao walikuwa wamefanya historia ya sehemu mbalimbali za Afrika, ni kwamba katika miaka ya 2500 iliyopita, au tunaweza kusema miaka 500 iliyopita kabla ya Kristo, ni kwamba inaeleweka kwamba sehemu yote kusini mwa Ikweta ilikuwa inakaliwa na watu ambao hawakuwa wanafahamu kilimo, walikuwa ni wawindaji tu, wanakula matunda porini na mambo mengine, hawakuwa wanajua mambo ya kilimo kabisa. Lakini baadaye inavyoeleweka kule Afrika Magharibi, wanasema katika miaka 500 kabla ya Kristo ilitokea kundi la watu ambao wanaitwa Wabantu, na hao watu kulingana na mitazamo ya kitafiti inasemekana kwamba walikuwa wanalima na walikuwa wana ufundi wa chuma. Nataka baada ya kicho kipindi cha miaka 500 baada ya kabla ya Kristo, kilichotokea ni kwamba walianza kushuka kwenda kusini ya Ikweta, na walipokuwa wanakwenda kusini wa Ikweta, ina maana kwamba walikutana na hawa watu ambao ni wawindaji, hawakuwa wanajua kilimo na kadhalika. Sasa utafiti wangu ulikuwa unahusu sasa watu walipokutana nini kilichotokea. Kwa hiyo swali katika utafiti wangu ulikuwa unahusu hiyo. Sasa kulingana na watafiti wa mwanzo, inaeleweka kwamba hao watu walivyokuwa wanatoka kule Afrika Magharibi, hao Bantu, ni kwamba wakiwa wanakuja kusini, labda tukio la kwanza lilotokea labda waliwaondoa au waliwaua. Kwa hiyo ndio maana kwa mfano siku hizi tunaona kwamba ni lugha ya Kibantu tu imetawala huko kusini mwa jangwa la Sahara, ile ya wawindaji haipo. Ndio kigezo wanachotoa kwamba hatuoni hii lugha yako, hatuoni chochote na zile tamaduni zao kwa sababu labda waliwaondoa. Lakini kuna wengine vile vile wanasema kwamba hawakuondolewa kwa njia hiyo. Kwa maana kwamba kilichotokea kipindi hicho ni kwamba badala ya Wabantu kutoka Afrika Magharibi, kilichotokea ni kwamba ni ule utamaduni wao ulikuja tu kusini polepole, watu wakauchukua. Kama tunavyoona sasa hivi vitu vinatoka mbali, maendeleo yanatoka sehemu mbalimbali yanaenea sehemu nyingine za dunia. Kwa hiyo Dr. Kesi, ni kwamba utafiti huu umefanya lini, na pengine utafiti mpya au ni utafiti wa siku nyingi? Ni utafiti mpya, sio utafiti wa siku nyingi, na bado unaendelea. Kwa hasa ambacho hisi unajivunia ni ulichogundua ni zana ama ni vitu gani? Nilichogundua ni kwamba tuligundua zana na tumeweza kuelewa kwamba wenyeji hawakuondolewa kwenye haya maeneo kama wanavyodhani kwamba waliuawa au walifanyaje. Kilichotokea tu ni kwamba watu walipokuwa huo utamaduni ulivyokuwa kule Afrika Magharibi, kilichotokea tu ni kwamba ulianza kutawanyika polepole na watu waliokuwa wale wawindaji wakauchukua wakaweka kwenye utamaduni wao polepole, wakabadilika na vile vile lugha ikaendelea kubadilika polepole, wakawa wamechukua ile lugha ya Kibantu. Ramadan. Maadhimisho ya miaka 50 ya Zinjanthropus yaliwajumuisha wanafunzi wa shule mbalimbali za sekondari hadi chuo kikuu. Habari yako? Unaitwa nani? Naitwa Evelyn Mwangu. Hongera sana, naona umewasilisha mada nzuri sana. Asante. Na Evelyn, wewe unatokea wapi na pengine ni nani hasa wewe? Mimi natokea chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ni mwanafunzi pale wa mwaka wa pili sasa, maana tumetoka kwanza tunaingia wa pili. Nilikuwa nina mada kuhusu chimbuko la binadamu wa kale pamoja na tabia zao. Sasa tulikuwa tunaangalia katika zama mbalimbali ambazo zipo. Kuna zama ya mwanzo, zama ya kati na zama ya mwisho. Katika zama ya mwanzo pale tuna type mbili, samahani nitachanganya kidogo. Tuna type mbili za mawe, aina mbili za mawe ambayo ni old one pamoja na Shulian. Hizi zana zote mbili tunaziona kwamba zilikuwa kubwa katika maumbo kwa sababu bado walikuwa hawajapata teknolojia mpya ya kuzifanya zikawa ndogo. Kama tunavyojua kwamba binadamu wa kwanza ambaye aliweza kutengeneza zana alikuwa ni Homo habilis kama anavyofahamika. Sasa binadamu hawa ndio walikuwa wa kwanza kutengeneza zana. Sasa ni hizi zana kubwa ambazo tunaziongelea, majina yake kidogo inaweza kawa ni ya kisayansi kwa sababu ndivyo alivyotengenezwa. Lakini tunapokuja katika zama ya pili kama nilivyoelezea awali, tunazikuta zikiwa zimefupishwa na zimekuwa ndogo zaidi na zikifanya kazi kwa ufanisi.
Na zama ya mwisho kabisa ambayo ni zama ya mwisho, tunakuta zama ya mawe ya mwisho inakuwa zile zana zinakuwa ndogo kabisa na zinakuwa zimetengenezwa katika ufanisi ambao zinaweza kufanya kazi kubwa kwa wakati mchache zaidi. Ndipo tunapokuta vitu kama blades ambazo waliweza kuzifanya zikawa ndogo katika umbo la kuwa kama kiwembe. Zamadam. Kama unavyokuona hapa, binti mdogo kavaa naona gome la mti. Historia ni nzuri sana mtazamaji, gome la mti bado linaendelea. Shanga nzuri kabisa hizi tunaziona hapa ni kuonyesha kwamba wanadumisha mila na desturi za Mwafrika, na huu ndio urithi wetu na lazima tuutunze urithi huu. Zamadam. Historia ya mwanadamu imepitia hatua nyingi toka zama za kale. Mwanadamu amejitahidi kupambana na mazingira yake kwa kujitengenezea zana mbalimbali za kufanyia kazi. Mbali na kutengeneza zana, mwanadamu wa kale ametuachia hadithi alizozichora katika miamba na mapango. Mimi nafikiri hata tu kwa tamaduni zetu, hata kama watu hawakusoma, wamesoma, lakini siku zote watu wamekuwa wakijiuliza wametoka wapi. Hata kwa mila za kwetu kuna makabila mengine tumekuwa tukiambiwa watu walitoka porini, walitoka msituni, walitokana na hiki, walitokana na hiki. Kwa hiyo swala la wapi chanzo cha mwanadamu ni nini, ni swala ambalo linahusu kila mwanadamu wa kila tabaka na kila utamaduni na kila rangi. Kujua kwamba tulitokana na nini na tukabadilika namna gani mpaka hapa tulipofika kimaumbile. Ninaposema kimaumbile, biological. Lakini pia kujua utamaduni wetu umeanzia wapi. Bwana Makerubi, utamaduni kama utamaduni ulianza pale mwanadamu Zamadam wa kale alipoanza kutengeneza mawe, akatengeneza zana. Akachukua jiwe, akalichonga, akapata zana za kukatia, za kuchunia, za kupondea. Hapo ndipo utamaduni ulipoanza. Lakini utamaduni huu, mtangazaji, umekuwa ukibadilika namna gani? Hilo pia ni swali la muhimu sisi kujua kama wanadamu. Umekuwa ukibadilika namna gani na hata sasa tulipofikia. Mimi kidogo ni mtu mzima na nimezaliwa, lakini nimeona utamaduni tuliokuwa nao na sasa hivi miaka 10, 15, 20 na hasa baada hata ya runinga kuja, unaona utamaduni unabadilika. Sisi wa kitaaluma tunasema culture change. Na kama utamaduni unabadilika kutokana na wakati. Sasa Tanzania tuna bahati nzuri. Kama tulivyoona tumekwenda Laitoli, ndo hapo Zamadam kwa Tanzania ndo wa kwanza kabisa, the earliest in Tanzania apherensis, miaka milioni 3.67. Tumekwenda Olduvai, tukawakuta Zamadam, tunasherehekea Zinjanthropus miaka milioni 1.8. Lakini pia Olduvai kuna Homo habilis miaka milioni 1.8. Ukija juu Olduvai pale kuna Homo erectus, ana ubongo mkubwa kidogo, lakini bado hajawa kama mwanadamu wa sasa. Miaka karibu milioni 1.345. Lakini sasa unaanza kuja juu, ukifika pale tena ukirudi Laitoli unakuta sasa pia kuna huyo Akeki Homo sapiens, au namuita Homo heidelbergensis, miaka 200,000. Lakini ukishuka chini kidogo
ya Laetoli. Kuna pango pale Ziwa Eyasi, eneo la Mang'ola pale. Kuna pango linaitwa Mumba. Pale yamepatikana meno matatu ya mwanadamu kama sisi miaka 130,000. Kwa hiyo hii inaleta sifa kwa taifa, na ukiendelea kabisa mabadiliko, unaona baadaye tukaanza sio kutengeneza tu zana za mawe, lakini pia na kuanza kuchora. Kama umesikiliza mada yetu ya mchana, michoro ya mapangoni kule Mang'ola, kule Babati, kule Mbulu, kule Hanang, wakaanza hata kuchora. Baadaye ukija kama miaka 3,000 hivi wakaanza hata kufuga. Unaona, miaka 2,000 iliyopita zana za chuma zikaanza. Sasa unaona teknolojia na utamaduni unavyobadilika. Sasa hivi sijui tutasema tuko kwenye eji ya electronics au ya nini, kwa sababu kila kitu sasa hivi ni elektronia. Tuna simu za mkononi, tuna hiki. Kwa hiyo hiki ni kitu cha muhimu na kinatupa sifa sisi wa Tanzania, kwamba tunajua kabisa kwamba Tanzania ilikuwa ni nchi mojawapo ambayo imekuwa chimbuko na mabadiliko ya mwanadamu duniani. Hiki ni kitu cha kujivunia, ni kitu cha muhimu kukijua. Zamadan. Aghalabu penye ngoma hapakosi vigelegele, kwani ndiyo mafanikio ya shughuli. Na miaka 50 ya Zinji si haba. Mafanikio yako wapi? Mimi nadhani hili ni jambo la kujivunia kwa sisi wote wa Tanzania, kwamba tumeweza kufanya kumbukumbu ya miaka 50 ya kugunduliwa kwa hili fuvu la Zinjanthropus kule Olduvai. Miaka 50 iliyopita familia ya Dr. Leakey waliweza kugundua hili fuvu. Mpaka siku ya ugunduzi ilikuwa haijulikani kwamba zile zana ambazo zilikuwa zinapatikana pale Olduvai zilitengenezwa na kiumbe wa namna gani. Baada ya kugundua hili fuvu, ilionekana wazi kwamba labda zamadamu wa aina ya Zinji ndio walihusika katika kutengeneza hizi zana za mambo ya kale. Lakini kwa upande mwingine, ugunduzi huu uliweka picha ya Tanzania katika ramani ya dunia, kwa sababu ni ugunduzi wa kwanza kabisa ambao uliweza kupata fuvu lililokamilika kama lile. Sasa swala lako la msingi Bwana Makerubi ni kwamba huu ugunduzi umetuletea mafanikio gani? Unajua, katika kujifunza chimbuko la binadamu kuna mambo mengi ambayo lazima wataalamu wayaangalie. Kwanza kuna mabadiliko ya maumbile, na tangu Zinji alipogunduliwa tumegundua aina mbalimbali za zamadamu ambao kwa pande zote hao zamadamu hao wengine waliogunduliwa wana mfanano mkubwa zaidi na binadamu wa siku hizi. Kwa mfano, mwaka mmoja baada ya kugunduliwa kwa fuvu la Zinji, familia Leakey waligundua fuvu jingine ambalo tunalita Homo habilis. Sasa basi, unapolinganisha Homo habilis na Zinji, unaona kabisa Homo habilis ni tofauti, na tofauti yake ni kwa upande wa ujazo wa ubongo. Homo habilis alikuwa na ujazo wa ubongo takribani sentimita za ujazo kama 600, ambapo Zinji alikuwa na ujazo wa kitu kama sentimita 400. Kwa hivyo kwa kutizama ujazo wa ubongo peke yake, unaweza kubali kwamba huyu zamadamu aliyogunduliwa baadaye alikuwa anaelekea kufanana na binadamu wa siku hizi. Vile vile unapoangalia mfumo wa meno ya Homo habilis yalikuwa yanafanana zaidi na meno ya binadamu wa siku hizi. Halafu la tatu ni maumbile ya mikono na miguu.
Unapoangalia miguu na mikono ya Homo habilis inatoa ushahidi kabisa kamili kwamba alikuwa anaelekea kufanana na sisi. Kwa hivyo utaona kwamba baada ya mwaka mmoja tu ugunduzi uliendelea. Baada ya miaka mingine ugunduzi mwingine ulituletea ushahidi mwingine zaidi wa Homo erectus ambao ni zamadamu wa zamani ambao walikuwa wameshaendelea zaidi kuliko Homo habilis na Zinji, hasa kutokana na ujazo wa ubongo na aina ya walivyokuwa wanatembea. Walikuwa wamekaribiana sana na sisi, na ndio sababu wanaitwa Homo erectus. Baada ya Homo erectus ulipatikana uvumbuzi wengine wa Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens ni kama sisi, pamoja na kwamba waliishi tangu miaka tuseme 200,000 iliyopita, lakini ni kama ni sasa na sisi. Katika mitaa ya jiji la Arusha, wananchi walitoa maoni mbalimbali kuhusiana na miaka 50 tokea kugunduliwa kwa zamadamu wa kale Zinjanthropus. Mimi napenda kuangalia kipindi cha zamadamu na kwa kweli ni tukio la kihistoria la kujivunia, ambapo yani tuhifadhi yani kama fuvu lile, ili kizazi kijacho yani kiweze kufaidika na mambo ya zamadamu, ili wajue tumetoka wapi na hapa tulipofikia tumefikia wapi. Kwa sababu najua chimbuko letu, yani ninapoangalia zamadamu naangalia jinsi tulivyokuwa, mwanadamu alipotokea, alipokuwa atembea kwa miguu minne akaja akasimama, na ameishi miaka mingapi, na alipofariki katika bonde la Olduvai na alipopatikana. Kwa hiyo najivunia kujua kitu kama hicho, yani wapi nimetoka. Ujumbe ninaotoa ni waidumishe hiyo zamadamu, na TBC waidumishe hicho kipindi ili Watanzania tuweze kufahamu zaidi kuhusu zamadamu na vizazi vijavyo. Mimi naitwa Jumatano Makondo, niko Air Tanzania Arusha branch. Nimeona kuna heading fulani imeandikwa kuna miaka 50 ya kukumbuka uvumbuzi wa fuvu la mtu wa kale Zinjanthropus ambao lilivumbuliwa na Mary Leakey. Sasa hiyo ndo confusion niliyoipata hapo. Mimi ninachokijua ni Dr. Leakey ndo aliyevumbua. Kumbe nikaja kugundua tena kuna mtu mwingine anaitwa Mary Leakey. Sasa hao watu wawili inaonekana walikuwa na ushirikiano, na mke wake ndo inaonekana kitaalamu ndo aliyevumbua. Sasa sijui ni mwanamke ndo amenyimwa haki yake ya kutangazwa kama mwanamke ndo aliyevumbua. Hapo ndo sijajua, na najitahidi kujua zaidi ukweli wa ndani ukoje. Ushauri nao utoa zaidi ni watu wajibidishe kusoma na kutafiti vitu vya kale, kwa sababu endapo kama hutasoma history vizuri, ina maana hutaweza kujua wewe umetokea wapi, hapa ulipo uko wapi na unaenda wapi. Kwa sababu kama unavyoona mwanadamu wa kwanza wanasema alikuwa anatembea kwa miguu minne. Akaja akatembea akiwa ameinamia kidogo. Akaanza kutembea yuko upright, ambayo ndio binadamu wa sasa ambaye anaitwa Homo sapiens. Wanaita true man. Yeah. Historia ya Tanzania ni kama kijito cha maji kisichokauka. Ni ndefu kuisimulia. Inahitaji miaka, karne na zama kuhadithia chimbuko la mwanadamu nchini Tanzania. Zamadamu.